Dunia inashuhudia mvutano mkubwa ukizidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku jeshi kuu la Irani likitoa onyo kali kwa wale wote wanaoweza kufikiria vitisho au mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Kamanda mkuu wa jeshi la Irani, Meja Jenerali Abdulrahim Mousavi, amesisitiza kuwa kila jaribio la ujasiri wa kijeshi litashindikana kwa kiasi kikubwa na litachochea kadhia na vita vinavyosambaa kote katika ukanda huu. Ujumbe wa shujaa wa Mousavi ulitumwa kuelekea Brigedia Jenerali Bahman Bahmad, kamanda wa jeshi la anga la Irani, kuadhimisha siku ya jeshi la anga, na hapa nanukuu: maadui wa Irani wanajua wazi kuwa kila jaribio la kuanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran halitaleta ushindi wowote, bali litazua mgogoro mkubwa na usambazaji wa vita kote katika eneo letu. Mwisho wa kunukuu. Alisema Mousavi, huku akiongeza kwamba gharama kwa wale wanaoshiriki na shambulio hilo itakuwa nzito na zisizoweza kurekebishwa. Jeshi la anga la Irani limekuwa kiini cha ulinzi wa taifa, likisaidia kudumisha hofu kwa maadui, kuimarisha maandalizi ya kijeshi na kukabiliana na vitisho vyote vya adui. Hatua hiyo inakuja baada ya vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Israeli kuungwa mkono na Marekani Juni iliyopita, wakati Irani ikiwa katika mazungumzo ya nyuklia, kwani Mousavi amesisitiza kuwa jeshi limeendelea kuboresha teknolojia na uwezo wake wa kijeshi likiwa katika kiwango cha juu kabisa cha maandalizi. Na hapa nanukuu: kwa ushirikiano kamili na vikosi vingine vya kijeshi, jeshi la anga lipo tayari kutoa majibu ya haraka, makali na yasiyosameheka kwa vitisho vyovyote au makosa ya adui. Mwisho wa kunukuu, alisema Mousavi. Hiyo ni ishara dhahiri kuwa Irani haiwezi kuteseka tishio lolote, na kila jaribio la mashambulio litakabiliwa kwa nguvu isiyo na kifani. Vita vilivyotokana na uvamizi wa Israeli na Marekani Juni iliyopita vimeacha alama ya kina. Wakati Irani ikiwa katika mazungumzo ya nyuklia, Marekani na Israeli walivamia na kushambulia vituo vya nyuklia vya Irani, hatua iliyochochea majibu ya kimkakati kutoka Irani. Jeshi la Iran liliwalenga maeneo ya kimkakati ndani ya ardhi zinazokaliwa na Marekani na Israeli, ikiwa ni pamoja na Al Udeid Air Base nchini Qatar, kambi kubwa zaidi ya Marekani katika Asia Magharibi. Kwa kuimarisha ulinzi na uwezo wa mashambulizi ya kimkakati, Irani imeonyesha kuwa haiko peke yake katika mstari wa mbele, bali imejipanga kuhakikisha usalama wake wa taifa na kuepuka kushindikana katika kadhia yoyote. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei amesisitiza kuwa, na hapa namnukuu, Wamarekani wanapaswa kujua kuwa kama wataanza vita wakati huu, vitakuwa vita vya kikanda. Maonyo na kuonyesha nguvu za kijeshi haviwezi kuogopesha taifa la Irani. Mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo imetolewa katika wakati ambapo mvutano unashuhudia uwezekano wa mgogoro mkubwa wa kikanda. Hali hiyo inajitokeza huku Marekani ikipanga na kupeleka vikosi vya anga na baharini katika eneo hilo, huku ikitishia shambulio lolote dhidi ya Irani. Wataalamu wa Irani wamesema wazi kuwa shambulio lolote la Marekani litaleta majibu ya papo hapo ambalo linaweza kuibua vita vya kikanda visivyo na kifani. Hata hivyo, pengine ishara ya matumaini ipo wiki iliyopita. Mazungumzo mapya kati ya maafisa wa Irani na Marekani yalifanyika Oman, yakijikita kwenye mpango wa nyuklia wa Teherani. Hali hiyo inaweza kupunguza mvutano kwa muda mfupi, lakini onyo la jeshi la Irani na kauli za kiongozi wa mapinduzi linabaki kielelezo cha mshikamano wa taifa. Irani haitaanza vita, lakini haiwezi kusita kulinda usalama wake, mipaka yake na maslahi yake ya msingi. Kwa sasa, ukanda wa Mashariki ya Kati unaendelea kukaza mkanda wa mvutano. Irani imeonyesha mshikamano wake wa kitaifa na wa kijeshi, ikituma ujumbe wazi kwa maadui wake: kila jaribio la kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu lina hatari ya kushindikana kwa kiasi kikubwa na kueneza vita vinavyoweza kuvuruga ukanda mzima.